بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم بتوفيق الله سبحانه وتعالى leo tunaanza rasmi somo la tauhidi katika channel yetu hii. Tulitangulia hapo nyuma kusoma masomo ya usul din na kusudia masomo ya aqida, lakini leo hii tunaanza rasmi somo la tauhidi tena kwa kitabu cha chini kabisa, maana kwa kitabu cha mustawa wa chini kabisa. Sasa mtu anaweza kujiuliza kuna tofauti gani kati ya usul din na tauhidi? Tauhidi ni somo linalohusiana na vipengele vitatu peke yake, navyo ni al-ilahiyat. Al-ilahiyat kwa maana kuyasoma yale mambo ambayo yanamhusu Allah subhanahu wa ta'ala, nayo pia ni mambo matatu: ma yajibu lillahi ta'ala, yale mambo ambayo ni wajibu kusifika nayo Allah, wama yastahilu, na yale ambayo ni muhali kusifika nayo Allah, wama yajuzu, na yale ambayo ni jaiz, kwa maana yanafaa kusifika nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Hichi kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili ni an-nubuwat, kuyasoma yale mambo ambayo yanahusiana na mitume, nayo ni vile vile mambo matatu: ma yajibu alaihim, ma yajibu lahum, yale ambayo ni wajibu kusifika nayo, wama yastahilu, na yale ambayo ni muhali kusifika nayo, wama yajuzu, na yale ambayo ni jaiz kusifika nayo, kwa maana yale ambayo inafaa kusifika nayo. Tamam, hichi kipengele cha pili. Kipengele cha tatu ni as-sam'iyat. As-sam'iyat ni yale mambo ambayo hauwezi kuyatambua wewe isipokuwa kupitia Qur'ani na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfano wake adhabu al-qabri, adhabu za kaburini. Tamam, al-ba'th, kufufuliwa watu, al-hisab, hisabiwa, al-jannatu wa na'imuha, pepo na neema zake, wan-naru wa iqabuha, na moto na adhabu zake na mengineyo. Kwa hiyo somo la tauhidi linahusiana na vipengele hivi vitatu peke yake. Kisha somo la usuluddin ni somo ambalo linahusiana na mambo yote ya aqida, maana hata tauhidi pia inaingia ndani ya usuluddin. Kwa hiyo tunaposema tauhidi tunakusudia somo ambalo linahusiana na mambo hayo matatu ambayo tumeyataja, lakini tunaposema somo la usuluddin ni somo ambalo linakusanya mambo yote ya aqida. Tamam. Kwa hiyo tumetangulia kusoma kitabu cha aqidatu ahli al-islam, hiyo ni somo la upande wa usuluddin. Tamam. Lakini pia tukatangulia kusoma kitabu cha aqidatul muslimin, hiyo ni somo katika upande wa usuluddin. Sasa leo tunaingia rasmi kusoma somo la tauhid. Tamam, kupitia kitabu chetu cha matnu al-hafida. Na yule ambaye hajapata kitabu mpaka hivi sasa, tutaweka linki kwenye comment ya kwanza ya posti hii. Abonyeze linki hiyo, ataenda sehemu moja kwa moja itampeleka kwenye kitabu, ataoneshewa alama ya kudownload, atadownload kitabu, kitaingia kwenye simu yake moja kwa moja. Tamam, hakika. Kwenye kitabu chetu hapa yanaanza maneno kwa kusema bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ash-shaykh, inaonesha wazi kwamba maneno haya ni maneno ya mtu aliyekichapisha hichi kitabu au maneno ya mmoja katika wanafunzi waliopokea kitabu hichi kwa Sheikh, si maneno yake yeye mwenyewe. Maneno yake yanaanzia katika alhamdulillah. Tamam. Kwa anasemaje huyu aliyetuchapishia kitabu hichi? Anasema bismillahir rahmanir rahim, naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu, na ameanza kwa bismillah kufuata Qur'an, kwa sababu Qur'ani bismillah ndiyo aya ya kwanza iliyopo katika suratul Fatiha na ndiyo sehemu ya kwanza ya Qur'an. Tamam. Kwa ameanza na bismillah kufuata nini? Qur'an. Lakini pia kwa kufuata hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kullu amrin dhibali lam yubda bil basmala fa huwa aqta, na ikaja riwaya nyingine lam yubda bil hamdi fa huwa aqta, na ikaja riwaya nyingine lam yubda bi dhikri llahi fa huwa aqta, ikiwa na maana kullu amrin dhibali, kila jambo lenye manufaa ambalo lam yubda bil basmala, halikuanza kwa bismillah, au lam yubda bil hamdi, halikuanza kwa kumhimidi Mwenyezi Mungu, au lam yubda bi dhikrillah, au halikuanza kwa utajo wote wa Mwenyezi Mungu, fa huwa aqta'u, ni lenye kukosa baraka. Kwa ameanza hivyo ili kunini? Kutaraji kupata baraka. Kwa hiyo bismillah
unapoianzisha katika kitabu chako, mbali na kuwa unaanza na jina la Mwenyezi Mungu, lakini pia una nini? Una tabaruku. Tamam. Wa sallallahu ni fi'li iliyojengewa kwa wakati uliopita, inaitwa fi'lu madhi, lakini jumla hii ni jumla duaiya tu, ni jumla ya kuomba dua. Sasa kwa hiyo ukiangalia ni khabariyun lafdha. Sentence hii ukiangalia ni khabariyun lafdha, ni kama jumla ya khabar kimatamshi, lakini inshaiyu maana, lakini kimaana ni insha. Sasa ina maana ya kuomba dua, sawa sawa. Kwa sallallahu ikiwa na maana namuomba Mwenyezi Mungu, wa sallallahu ikiwa na maana namuomba Mwenyezi Mungu ateremshe rehma ala sayyidina, kwa kiongozi wetu, wa maulana, ala sayyidina, kwa bwana wetu. Tamam. Ala sayyidina, kwa bwana wetu, wa maulana, na kiongozi wetu, Muhammadin, ambaye ni Muhammad, wa alihi, na kwa watu wake, wa sahbihi, na kwa maswahaba zake, wa sallama, na amani, kwa maana ateremshe amani. Tamam. Na utaona hapa kuna tamshi la maulana. Tamshi la maulana likiegemezwa kwa kiumbe lina maana ya kiongozi. Tamam. Na likiegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala lina maana ya mola. Tamam. Akaendelea kusema huyo ambaye ametuchapishia kitabu hichi, qala sheikh, amesema sheikh al-imam. Tamam. Mara nyingi waandishi wa vitabu huwa hawaandiki, yani hawajiandiki sifa kama hizi, sawa sawa. Wale wenyewe waandishi hawajiandiki sifa kama hizi. Kwa ukiona maandishi kama haya, basi ujue aliyeandika hapa si mtunzi wa kitabu, bali ni yule aliyepokea kitabu kwa ijaza, au yule aliyekichapisha kitabu hichi. Tamam. Kwa hiyo qala Sheikh al-Imam al-Alim Abu Abdullah Sayyidi Muhammad ibn Yusuf as-Sanusi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa nafa'ana bihi. Rahimahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amrehemu, wa radhiya anhu, na amridhie, wa nafa'ana, na atunufaishe sisi Allah bihi, kupitia elimu yake. Maana wa nafa'ana bi'ilmihi, na atunufaishe Allah kupitia elimu yake, sio atunufaishe kupitia yeye, atunufaishe Allah kupitia elimu yake. Na hapo utaona limetumika tamshi la at-taradhi. At-taradhi kwa maana kuomba radhi, radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amridhie. Tamshi hili baadhi ya watu wanaitakidi kwamba ni special kwa maswahaba peke yake, lakini hapana. Tamshi la at-taradhi, tamshi la kumwombea mtu radhi, ni tamshi ambalo linajuzu kutumika kwa yoyote yule, sawa sawa. Hata mimi kesho kutwa ikitokea nimefariki, basi mnaweza kusema radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amridhie, sawa sawa. Radhiyallahu anhu maana lina maana ya radhiyallahu an dhunubihi, Mwenyezi Mungu amridhie kwa madhambi aliyofanya, amsamehe, amfunike na rehema zake. Tamam. Kwa hiyo tamshi hili sio khasatan lil sio maalum kwa ajili ya masahaba, bal mutlaqan. Sasa itamsha mwani mutlaqatan. Tamam. Au mutlaqan, itamsha bali limeachiliwa, linajuzu kutumika kwa yoyote. Sasa mwenyewe mtunzi wa kitabu amesemaje? Alhamdulillah, ameanza na alhamdulillah, kila jinsi sifa njema na mstahiki Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, na rehma na amani zimshukie mtume wa Mwenyezi Mungu. Tamam. As-sifatu alwajibatu lahu subhanahu. Kitabu chetu kitaanzia kusoma sifa ambazo ni wajibu kusifika nazo Allah subhanahu, ambaye utakasifu ni wake. Lakini kabla tujaingia katika kuzisoma hizi sifa ambazo ni wajibu kwa Allah, hatuna budi tuyatambue matamshi matatu, kwa maana tutambue maana za matamshi matatu. Nayo ni yapi? Tutambue nini maana ya alwajib katika somo la tauhid, na nini maana ya almustahilu katika somo la tauhid, na nini maana ya aljaiz katika somo la tauhid. Alwajib ma la yatasawwar fi al-aqli adamu. Unapoambiwa alwajib katika somo la tauhid kwenye misingi yetu sisi Ash'ariyah wal Maturidiyya wa fudala al-Hanabila, maana yake ni alwajib ni kile kitu ambacho la yatasawwaru fi al-aqli, hakizingatiwi katika akili, adamuhu, kutokuwepo kwake.
Sasa adamuhu, kutokuwepo kwake, kwa maana kitu ambacho ni wajibu ni kitu ambacho lazima kiwepo. Sasa lazima ni kiwepo, na pale kinaposifiwa sasa hakiwezi kuondoka kamwe. Mafumu hapo Mfano sisi tukisema inna Allaha wajibul wujud, sawa, tukisema inna Allaha wajibul wujud, hakika Allah ni mwenye kusifika na kuwepo, au inna Allaha wajibul wujud. Sasa hakika Allah wajibul wujudi, ni wajibu kusifika na sifa ya kuwepo. Kwa utaona tumemsifia Allah kwa sifa ya kuwepo, kisha tukaifungamanisha na tamshi la alwajib, kwa maana sifa ya wujudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa ya wajib, sawa, na ni sifa ambayo hatuitakidi kwamba itafikia muda eti itatoweka au itaondoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa sawa Lakini pia sifa hii ya wujud, kwa kuwa imesifiwa au kufungamanishwa na tamshi la kuwa ni wajib, sawa sawa, moja kwa moja inakanusha kinyume chake, Kinyume cha wujud ni nini? Ni al-adamu, kutokuwepo, au al-fanau, kutoweka, sawa sawa Kwa hiyo tunaposema alwajib katika somo letu la tauhid kwa msingi ya Ash'ari wal Maturidiyya wa fudhala al Hanabila, ni kile kitu ambacho la yutasawwaru, hakuzingatiwi, fil aqli, katika akili, adamu, kutokuwepo kwake. Maana kitu ambacho kinaposifiwa ile sehemu ambayo kitu hicho kimesifiwa, basi kitu hicho kinakuwa ni chenye kudhibiti na hakiwezi kuondoka kamwe. Tamam. Tamshi la pili, almustahil. Almustahil ma la yutasawwar fil aqli wujud, ni kile kitu ambacho hakuzingatiwi katika akili wujudu, kuwepo kwake. Kwa maana tunaposema kitu fulani ni muhali kusifika nacho fulani, basi ni kitu ambacho hatuitakidi kwamba nini kinaweza kupatikana kwa fulani au kuweza kuja kupatikana baadaye. Tamam. Mfano wake tukisema Allahu yastahilu lahu alfanaa, Mwenyezi Mungu ni muhali kwake yeye kusifika na nini, sifa ya kutoweka. Basi ujue sifa hii ya kutoweka sasa kiakili sasa inazingatiwa nini, haiwezi kuwepo katika dhati ya Allah, kwa maana hawezi kusifika nayo Allah na wala kuja kusifika na nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alwajib ma la yutasawwar fil aqli adamu, almustahilu ma la yutasawwar fil aqli wujudu. Tamam jamani, hakadha. Lakini pia tamshi la tatu ni aljaiz. Aljaiz ma yasihu fil aqli wujudu wa adamu, ni kile kitu ambacho yasihu, inaswihi kuzingatiwa fil aqli, katika akili, wujudu, kuwepo kwake, wa adamu, na kutokuwepo kwake. Tamam. Mfano wake sisi hapa, uwepo wetu sisi, wujuduna, mithalu wujuduna, mfano wa jambo ambalo jaiz, kuwepo kwetu sisi kunazingatiwa kuwezekana kuwepo na kutowezekana kutokuwepo, na ni jambo liko wazi. Kwa sababu gani? Kuna wenzetu walitangulia kuwepo, lakini wako wapi leo? Hawapo. Kwa sababu gani? Wujuduhum alwujudu aljaiz, uwepo wao ulikuwa ni uwepo wa kujuzu, kwa maana ilikuwa inajuzu wao kuwepo au kutokuwepo. Tamam. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua matamshi haya matatu. Matamshi gani? Kutambua matamshi haya matatu na maana zake. Alwajib ma la yutasawwaru fil aqli adamu, wajib ni kile kitu ambacho hakizingatiwi katika akili kutokuwepo kwake. Maana kikisifiwa katika kuwa kipo sehemu fulani, basi ujue kimethibiti kuwepo sehemu hiyo na hakiwezi kuondoka. Almustahilu ma la yutasawwar fil aqli wujudu, ni kile kitu ambacho hakizingatiwi katika akili kuwepo kwake. Kwa maana kikisifiwa kwamba hakipo kwenye sehemu fulani, basi hakiwezi, basi ujue nini, hakipo na hakiwezi kuja kuwepo baadaye. Na aljaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu,
kitu ambacho ni jaiz ni kile ambacho inaswihi kuzingatiwa katika akili kuwepo kwake na kutokuwepo kwake. Tamam. Kwa hiyo baada ya hapo tunaingia moja kwa moja katika mlango wetu wa as-sifatul wajibatu lahu subhanahu. Anasema Sheikh, as-sifatul wajibatu lahu, sifa ambazo ni wajibu kusifika nazo yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye utakasifu ni wake. As-sifatul wajibatu, kwa maana hadhihi as-sifatul wajibatu, hizi ni sifa za wajib lahu kusifika nazo Allah subhanahu, ambaye utakasifu ni wake yeye. Tamam. Sasa katika mlango huu tutasoma sifa za aina mbili. As-sifatu nafsiyatu, tunasoma as-sifatu nafsiya, sifa ya kwanza, wa sifatu sulubi, na sifa as-sulubi, sifa as-sulubi. As-sifatu nafsiyatu, hii ni moja tu, nayo ni al-wujud, kuwepo. Tamam. Kisha zilizobakia katika mlango huu ndio zinaitwa sifatu sulubi. Utaona as-sifatu nafsiya ni mufrad, kisha sifatu sulubi ni jam'u, sawa, muannathi salim. Tamam. Haka, kwa hiyo as-sifatu nafsiya ni moja, nayo ni al-wujud, kuwepo. Hiyo ndio nini inaitwa sifatu an-nafsiya. Kwa sababu gani? Hiya sifatu mutaalliqatun bi nafsihi subhanahu wa ta'ala, ni sifa iliyofungamana dhati yake, na ni sifa iliyofungamana na nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kwa kuwa yupo, basi nafsi yake inasifika nini? Inasifika na wujud. Kwa kuwa dhati yake ipo, basi nafsi yake pia nini? Ipo. Ndio maana hii sifa ya al-wujud ikaitwa sifatu an-nafsiyya. Tamam. Wa hiya sifatun mutaalliqatun bi nafsihi subhanahu wa ta'ala. Kisha zilizobakia ni sifatu sulubi. Kwa nini zimeitwa sifatu sulubi? Au sifatu sulubi ni sifa gani? Sifatu sulubi hiya sifatun, sifatu sulubi hiya sifatun allati, ni zile sifa ambazo tanfi anillahi ta'ala, zinakanusha kwa Mwenyezi Mungu mtukufu kulla naqsin, zinakanusha kwa Mwenyezi Mungu kusifika na kila aina gani ya mapungufu. Watujibu lahu kulla kamali, na zinawajibisha kusifika Mwenyezi Mungu kulla kamali, na kila aina ya ukamilifu. Ndio sifatu as-sulubi, tutakuja kuzisoma ndani. Wanasema Sheikh, as-sifatu an-nafsiyya wa sifatu as-sulubi. Kwa tutasoma sifa za aina mbili. As-sifatu an-nafsiyya hii ni moja, tutaisoma sifatu nafsiyya ambayo ni al-wujud, kisha tutaisoma sifatu as-sulubi, zile sifa ambazo zinakanusha kusifika Mwenyezi Mungu na kila aina ya mapungufu, na zinawajibisha kusifika Mwenyezi Mungu na kila aina ya ukamilifu. Tamam. Hakadha anasema Sheikh, ila mtambua anna maulana, ya kwamba hakika Mola wetu mlezi, jalla, aliyemtukufu, wa azza, na aliyemshindi, wajibu alwujud, ni wajibu kusifika na sifa ya kuwepo. Wajibu alwujudi, ni wajibu kwake kusifika na sifa gani? Sifa ya kuwepo. Utaona chini hapo ya chapa kaandikaje? Wajibu lahu alwujudu, kwa maana kwenye chapa nyingine imekuja wajibu lahu alwujudu, kwa maana yake ni moja tu. Ikija anna maulana jalla wa azza wajibu lahu alwujud, maana yake ni ile ile, ni wajibu yeye kusifika na sifa gani? Ya kuwepo. Lakini pia ikija wajibu alwujudi, maana yake ni ile ile, ni wajibu kusifika yeye na sifa ya kuwepo. Kwa hiyo hii sifa ya kwanza ni sifatu nafsia, tumeshaisoma tayari, zimebakia sifatu sulubi. Tamam. Na hii sifatu nafsia tu inakanusha Allah kusifika na sifa ambayo ni kinyume chake. Na ni sifa gani? Al-adamu, kutokuwepo. Allah kwa kuwa ameshasifika na sifa ya wajibu alwujud, kuwa ni mwenye kusifika, kuwa ni wajibu kusifika yeye na sifa gani? Ya kuwepo, basi moja kwa moja, kwa kuwa sifa hii imesifiwa kwa wajibu, basi moja kwa moja inakanusha kinyume chake ambayo ni nini? Al-adam, kwamba Allah ni muhali, mustahilu kusifika na sifa ya al-adam, ya kutokuwepo. Tamam. Ndio maana akasema ni muhimu kuyatambua yale matamshi matatu na maana zake. Wal adam, maana wajibu al-adam, Mwenyezi Mungu ni mwenye, ni wajibu. Wal qidami, afwan, wal qidami, kwa maana wajibu al-qidam. Tamam. Maana Mwenyezi Mungu ni wajibu kusifika na sifa ya utangu, na kwa kuwa amesifiwa kwamba ni wajibu kusifika na sifa ya utangu,
basi moja kwa moja kunakanushwa kinyume cha utangu, nacho ni al-huduth, kwamba Allah ni muhali kusifika na sifa gani ya al-huduth. Wal baqai, maana Allah pia ni wajibu kusifika na sifa ya kubakia milele, kubakia kusipokuwa na mwisho, na sifa hii ya kubakia inakanusha kinyume chake, kwa maana Allah ni muhali kusifiwa na sifa gani? Al-fana, sifa ya kutoweka. Mukhalifun li khalqi, kwa maana wa huwa mukhalifun li khalqi, na yeye Allah sifa nyingine anayosifika nayo mukhalifun li khalqi, ni mwenye kutofautiana na viumbe wake. Kwa maana Allah iwe itakavyokuwa hawezi kusifika kwa namna yoyote au kufanana kwa namna yoyote na kiumbe chake chochote kile, kama alivyosema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Tamam. Kwa sifa nyingine ya wajibu kusifika nayo Allah subhanahu wa ta'ala, mukhalifun li khalqi, yeye ni mwenye kutofautiana kwa kila namna na viumbe vyake. Tamam. Qa'imun bi nafsi, Allah pia ni mwenye kusifika na nini? Na kujitosheleza kwa nafsi yake. Qa'imun bi nafsi haina maana ya kusimama kwa nafsi yake, sababu ukisema kusimama inakuja ile sura ya usimamaji ambao tunaujua sisi, lakini si maana yake. Maana ya qa'imun bi nafsihi maana yake ni ghaniyun, kama alivyosema mbele. Kwa qa'imun bi nafsi, Allah ni mwenye kusifika na sifa ya kujitosheleza kwa nafsi yake, akimaanisha ghaniyun anil mahalli wal mukhassis. Allah hahitaji sehemu ili aweze kuwepo. Kwa sababu gani? Alikuwepo kabla ya kuwepo chochote. Lakini pia wal mukhassis, hahitaji mtendaji wa kumhusisha. Mukhassis kwa maana yake ni alfa'ilu alladhi yukhassisu shay'an akhar, mtendaji ambaye anakihusisha atakavyo kitu chingine. Tamam. Sasa Allah yeye hahitaji vitu hivi. Kwa sababu gani? Yeye ndiye aliyeumba mahali na yeye ndiye mukhassisu, sawa sawa. Katika hili kuna uchambuzi mkubwa, lakini leo tushike na hili. Darasa linalokuja tutasimama katika hii ghaniyun lil mahali wal mukhassis. Tamam. Kwa hiyo aliposema qa'imun bi nafsi, Allah ni mwenye kujitosheleza kwa nafsi yake, akimaanisha ghaniyun anil mahali, hahitaji sehemu ili awepo. Kwa sababu gani? Alikuwepo kabla ya kuwepo sehemu, na wala asifiki kuwa yupo katika sehemu. Tamam. Wal mukhassis, na hahitaji mtendaji wa kumuhusisha na chochote kile. Wahidun fi dhatihi, Allah ni mwenye kupwekeka katika dhati yake, maana dhati yake haifanani na dhati ya kiumbe chake chochote. Wa sifatihi, ni mwenye kupwekeka katika sifa zake, kwa maana sifa zake hazifanani na sifa za kiumbe chake chochote. Wa af'alihi, lakini pia Allah ni mwenye kupwekeka katika nini? Vitendo vyake, kwa maana vitendo vyake na utendaji wake haufanani na utendaji wa kiumbe chake chochote kile. Kwa hiyo hizi ndio sifa gani? Ndio sifatu sulubi, kuanzia katika alqidam, albaqai, mukhalifun li khalqi, qa'imun bi nafsihi, ay ghaniyun anil mahalli wal mukhassis, wahidun fi dhatihi wa sifati wa af'alihi. Hizi zinaitwa sifatu as-sulubi. Kisha sifatu nafsia ni ile wajibu al-wujud. Tamam. Kwa hiyo leo, kwa kuwa ni mwanzo wa kuanza kitabu chetu hichi, tutaishia hapa, lakini insha Allah taala katika darasa inayokuja pengine tutagusia ambayo tumeyaacha, kisha tutaendelea mbele ya darasa letu. Ila huna ntahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al afwa minkum.